Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji wa runinga na enzi ya KBC Channel 1 mahali popote ulipo. Ni Ijumaa ya tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka wa 2025 mtazamaji. Ni matumaini yangu kwamba umeamka vyema sawia nami hapa ndani ya studio, na kwa wewe ambaye ndo kwa sasa labda unajichanganya kwenye duve lako, karibu sana kwenye kipindi Kuzacha. Awamu ya kwanza tayari ishatoka, ambapo Kasichana Masha ametuelezea mengi katika taarifa zilizojiri za habari. Mtazamaji, karibu sasa tuchambue magazeti hapa na pale, alafu tutaangalia. Kumbuka hapo jana bajeti iliweza kusomwa, ilikuwa ni bajeti ya 15 tangu tupate katiba kielelezo mwaka wa 2010, alafu ilikuwa ni bajeti ya 3 bunge la 13, na katika serikali ya Kenya Kwanza ni bajeti ambayo imesomwa na mawaziri wawili ama waziri wa pili wa fedha. Kumbuka waziri wa kwanza wa fedha alikuwa ni aliyekuwa gavana wa Benki Kuu Profesa Njuguna Ndung'u, lakini kwa sasa ni aliyekuwa mbunge maalum John Mbadi. Lakini kwa sasa mtazamaji, karibu kwenye sehemu yetu nyingine ya pili, ambapo tutakuwa tunaangazia taarifa ambazo zimekolezwa wino wa magazeti mtazamaji. Na taarifa ambazo zimekolezwa wino wa magazeti, mimi hapa ninayo nakala ya The Star kama unavyoona kwenye runinga yako mpenzi mtazamaji. Hii ndo taarifa ambayo ilijiri hapo jana. Ni kama ilitupata off guard. Ojwang demos overshadow Mbadi budget. Ni kwamba jana kulikuwa na maandamano makali sana, ambako kulingana na hili gazeti ni kama maandamano yalipata kuangaziwa zaidi kuliko bajeti mtazamaji. Na ukiangalia hapa ni taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele katika gazeti hili la The Star la kwanza kabisa, ambapo picha za waandamanaji wakiwa na bendera ya Kenya, na vile pia wakiwa na picha ya naibu Inspector General wa polisi Eliud Lagat mtazamaji. Ni taarifa ambayo vile pia imepatiwa kipaumbele katika ukurasa wa pili, ukurasa wa 3, ambapo hapo naangalia picha za waandamanaji na vile pia gari ambazo zilichomwa katika purukushani ya jana mtazamaji. Tukiachana na taarifa hii ambayo imepatiwa kipaumbele katika gazeti la The Star, hebu tuangalie taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele katika gazeti la The Standard. Kama nilivyosema, kwenye gazeti la The Star kuna tofauti na kwenye gazeti la Standard. Taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele mtazamaji ni kuhusiana na ghadhabu dhidi ya naibu Inspector General wa polisi Eliud Lagat mtazamaji. Na kama unavyoona hapa Wakenya mbalimbali ambao walikuwa wanaandamana wakitaka naibu Inspector General wa polisi kuweza kusimamishwa kazi. Na kama unavyoona hapa kuna mwanadada huyu mtazamaji, kama mpiga picha wangu anaweza kanasa ino picha. Huyu ni mwanamke mtazamaji, na kile anachojaribu kufanya, anajaribu kumvua afisa wa polisi ambaye alikuwa amejifunika hapa, kwa sababu mahakama ilisema maafisa wa polisi ambao watatumwa kukabiliana na waandamanaji hawafai kufunika nyuso zao. Wanawake na wako katika mstari wa mbele. Na picha nyingine hapo vile pia ni mwanamke huyu akabeba bango lake la gazeti akiashiria jinsi mambo yalivyo mtazamaji. Hivyo ndivyo mambo yalivyo mtazamaji. Tukiachana na taarifa hii mtazamaji, tuangalie taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele ukurasa wa 2 na wa 3. Leo nitakuonyesha gazeti hapa. Hizi ni picha za matukio ya Gen Z hapo jana katika barabara zote kuu hapa jijini Nairobi, ambapo kama unavyojionea mtazamaji, wengine wamebeba katiba. Nilimwona mmoja jana akiweza kuambia maafisa wa polisi kulingana na kifungu cha katiba fulani mumekeuka fulani. Kwa hiyo mtazamaji, kama tulivyosema, magazeti yote leo taarifa ambazo zimekolezwa wino mweusi ni za maandamano ya jana na kifo kilichopelekea mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang, ambapo bado mambo yanazidi kuwa moto. Ile gazeti la Standard ukurasa wa kwanza mpaka wa 7 taarifa ni hizo. Nataka nimalizane na hizi taarifa za maandamano, alafu ndo tuangalie taarifa nyingine. Tuangalie gazeti la Daily Nation. Gazeti la Daily Nation halina tofauti kubwa sana na gazeti la The Standard, ambapo kama wanavyoona hawa ni vijana
wamebeba ama wameshika bendera katika barabara mbalimbali hapa jijini Nairobi hapa jana wakiweza kuandamana. Ojwang kumeandikwa budget day chaos. Yani ni siku ya bajeti lakini kulikuwa na vurumai mtazamaji, na ukurasa wa kwanza wa gazeti la Daily Nation, na vile vile pia taarifa hiyo imepatiwa kipaumbele sana katika gazeti la Daily Nation ukurasa wa pili mpenzi mtazamaji. Na kuna taarifa hapa ambayo ama kuna picha kidogo, sijui kama mpiga picha wangu ataipata, ya Inspector General wa polisi huyu hapa. Ni kama maji yamezidi unga kiasi cha kwamba pako unaona mpiga picha wangu asante sana ameipata. Umeona mkuu wa polisi hapa ndio huyu hapa, mambo sio kama yalivyo mtazamaji. Kalamu wameishika mahali ambapo sipo. Haya, niachane sasa na taarifa hizi ambazo zimeweza kuangazia masuala ya vurumai na heka ambazo zilijiri jana. Sasa tuangalie taarifa ambazo zinafungamana na bajeti mpenzi mtazamaji. Na moja kwa moja nikifungamana na taarifa ambazo zimeangazia bajeti, tuanze na gazeti la The Star ukurasa wa 4. CS Mbadi braves tear gas to deliver historic 4.2 trillion budget. Nasemekana kwamba waziri John Mbadi hapo jana alivumilia moshi wa tear gas na kufika katika bunge la kitaifa kwa sababu vijana walikuwa wanataka kufika katika jumba la Treasury kuweza kumzuia kwenda kuwasilisha makadirio ya bajeti mwaka 2025-2026. Na anajaribu kuangalia bajeti hii ambapo ni bajeti ya trilioni 4.23 hadi trilioni 4.29. Hii ni bajeti ambayo ni kubwa, haijawahi kutokea katika historia ya Kenya. Na nilikuwa najaribu kuangalia kwamba waziri alisema kwamba zile pesa ambazo serikali inatarajia kuokota kutoka kwa wananchi ni trilioni 3, na hino bajeti ina nakisi ya takriban kama bilioni 900 hivi. Na vile vile pia kumbuka bajeti hii mpenzi mtazamaji, trilioni 1.3 itaenda kulipia madeni ambayo Kenya inadaiwa mtazamaji. Taarifa nyingine ambayo vile vile pia imeangaziwa kulingana na masuala ya bajeti mtazamaji ni ukurasa wa 7. Mbadi gives NGCDF 58.8 billion shillings, na anasema kwamba ule mgao wa bilioni 58.8 uliopewa hazina ya ustawishaji wa maeneo bunge kote nchini inaenda sambamba na mfumo wa serikali wa beta, yani bottom up transform, inaitwa nini? Beta. Basi hiyo beta hiyo. Bottom up economic transformation agenda. Ndio hivyo mtazamaji. Lakini kuna swali ambalo linajiuliza hapa. Mahakama ilitoa uamuzi kwamba ikifikia Juni tarehe 31 mwaka huu kwamba mambo ya CDF yaachwe. Lakini hapa naona CDF imepatiwa 58.8 billion mwaka wa kifedha 2025-2026. Wacha Nancy ataliuliza hilo swali kwa mgeni wetu hapa, alafu sijui itakuwa vipi. Taarifa nyingine vile vile pia ambayo imeweza kuangaziwa, idara ya afya imepata shilingi bilioni 111. Vile vile pia taarifa nyingine ambayo imeweza kuangaziwa hapa ni idara ya polisi. Idara ya polisi imeongezewa pesa na imeongezewa zaidi ya shilingi milioni 87.4. Kwa hiyo miongoni mwa zile idara ambazo zimefaidika na hii bajeti ni pamoja na idara ya ulinzi na idara ya polisi mpenzi mtazamaji. Taarifa nyingine ambayo vile vile pia imeweza kuangaziwa hapa, CS Mbadi breaks tradition, walks from Treasury to Parliament on budget day. Unajua tumezoea magari nini na nini, lakini jana waziri kidogo alitoa ile culture ambayo imekuwepo mtazamaji. Na taarifa nyingine vile vile pia, U-turn as Mbadi set aside 5.9 billion for national exams. Kulikuwa na shauku kwamba huenda mitihani
ikakosa kufanyika, na kuna wakati waziri Ogamba Migosi alisema kwamba huenda labda wazazi wakachangia, lakini sasa naona jana masuala ya mitihani ya kitaifa yamekezewa hapa shilingi bilioni 5.9. Mtazamaji, kukuarifu tu ni kwamba bajeti ambayo ilisomwa jana, kama kuna idara ambayo ilifaidika sana na ile bajeti iliyosomwa jana, ni idara ya elimu ambayo ilitengewa zaidi ya shilingi bilioni 700. Mpenzi mtazamaji, ni taarifa ambazo zimeangaziwa katika gazeti la The Star, mpenzi mtazamaji. Na taarifa nyingine vile vile pia ambayo imeweza kupatiwa kipaumbele mtazamaji katika magazeti ya humu nchini, hususan tukiangalia swala zima hili la bajeti. Mpenzi mtazamaji, kwa haraka upesi niangazie mambo ya bajeti ambayo yalijiri hapo jana. Hard times ahead as more critical sector face reduction in funding. Kuna sekta mbalimbali mtazamaji katika mgao wa jana ziliweza kupunguziwa bajeti yake. Mpenzi mtazamaji, sijui itakuwa vipi, tutapata kuyajua. Ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele katika gazeti la The Standard ukurasa wa 10. Taarifa nyingine mpenzi mtazamaji ambayo imeweza kuangaziwa hapa ni kulingana na madeni ya Kenya, ambapo kumeandikwa debt hole set to deepen as civil servants to lose parks in new plan. Haya basi, inasemekana kwamba huenda wafanyikazi wa umma wakapoteza mazuri mengi sana kutokana na jinsi mambo yalivyo. Mtazamaji, naarifiwa kwamba muda wangu ndo huo unazidi kuyoyoma, alafu tupate uchambuzi kidogo wa jinsi mambo yalivyokuwa. Na vile vile pia mtazamaji, unajua uti wa uchumi wa taifa la Kenya ni kilimo, lakini gazeti la The Standard ukurasa wa 18 limeandika kwamba agriculture suffers huge slash in this year's allocation. Kilimo mpenzi mtazamaji imepata pigo baada mgao wake kuweza kupunguzwa. Mpenzi mtazamaji, ni taarifa ambayo utaweza kuipata hapa. Na vile vile pia taarifa nyingine ambayo imeweza kuangaziwa katika ukurasa wa 20 gazeti hili la The Standard budget, judiciary gets short end of the stick in funds. Vile vile pia miongoni mwa zile idara ambazo zimeumia ni idara ya mahakama mtazamaji. Naam, mimi naona nikomee hapa kwa sasa mtazamaji, ikiwa ni 15 dakika zimekatika baada ya saa 1, na nitakapotoka mwenzangu Nancy Onyanyi